Serikali ilikuwa imepanga tukusanye trilioni 1.2, lakini kufikia tarehe 23 tumeweza kukusanya shilingi trilioni 1.36. Hii ni zaidi ya 113% ya lengo ambalo serikali imeweka. Hiki sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, na utaona ni namna gani ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwa na imani na Wizara ya Madini kwa kuendelea kuongeza lengo la makusanyo mwaka hadi mwaka. Hiki sio kitu kidogo, hii ina maana kubwa, kwa maana ya kwamba serikali ina imani na mchango wa sekta ya madini. Serikali ina imani na Wizara ya Madini kuhakikisha kwamba tunaweza kukusanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, lakini tunaweza kukusanya kwa ajili ya maendeleo makubwa ya taifa letu na kwa zile taasisi au wizara ambazo hazikusanyi mapato. Mfano, taasisi ya elimu, taasisi ya afya ni maeneo ambayo serikali ni lazima ipate fedha kutoka sekta fulani ili tuweze kuhudumia wananchi wetu kwa ujumla kwenye maeneo hayo ambayo ni maeneo ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa jamii ya Kitanzania na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo pamoja na lengo hilo la makusanyo, lakini mtafahamu kwenye bajeti ambayo imekamilishwa juzi, ambayo imesomwa na waziri wetu wa fedha, bajeti kubwa ya serikali, utaona kwamba kuna pendekezo ambalo limeletwa bungeni kwamba serikali tunapokuwa tunakusanya mapato yote kwenye sekta ya madini, basi tuhakikishe kwamba 10% ya yale mapato yanabaki ndani ya wizara au yanabaki ndani ya taifa letu, kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti zaidi kwenye maeneo yote ya nchini kwetu. Wote tunafahamu nchi yetu hadi hivi sasa kwenye eneo la high resolution, kwa maana ya utafiti ule mkubwa, tumeshafanya 16%. Kwa hiyo chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza kwamba ni lazima tufanye utafiti zaidi ya 16% ambayo tumeifanya, na hii itareflect kule ambako kwa 16% basi tumeweza kukusanya hizi trilioni 1.4 na mambo mengine ambayo tumeweza kukusanya kupitia TRA. Sisi tunaamini kwamba nchi itakapofanyia utafiti zaidi na kufika 100%, basi mapato yatokanayo na sekta ya madini yanaweza kuwa maradufu na yakaweza kusaidia bajeti yetu. Kwa mfano kama bajeti ambayo tunaenda kuanza nayo mwaka wa fedha unaokuja ni almost takriban trilioni 62. Kwa sisi tunaamini wizara ikifanya utafiti kwenye maeneo hayo kupitia hizi fedha ambazo zinatengwa 10% ya mapato ambayo tutakuwa tunayapata, then tunaamini kwamba yawezekana tukaweza kuchangia zaidi ya 50% ya bajeti yetu kuu ya serikali na tukaweza kuongeza utegemezi wa ndani ya nchi yetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo leo kikao hiki nimekuja kuasisitiza maafisa madini, nimekuja kuasisitiza viongozi wa Tume ya Madini, nimekuja kuasisitiza viongozi wa taasisi zote, kwa sababu pia nimewaita kwamba fedha hizo zimetengwa na serikali, lakini sio za kutumia ovyo ovyo. Lazima tuweke mikakati mizuri kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kwenye kusudio ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelekeza ziweze kutumika. Fedha hizo sio za kufanyia nazo starehe, fedha hizo sio za kutempa nazo, kwa sababu nimewaambia tukizitumia vibaya serikali itaondoa imani. Na sisi kama viongozi, mimi katibu mkuu pamoja na Mheshimiwa Waziri Mavunde, hatuko tayari kuona hilo linatokea chini ya uongozi wetu. Sisi ndo taifa kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Siku za hivi karibuni tumepokea nchi zaidi ya 15 za Afrika zinakuja kujifunza namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaisimamia sekta yake ya madini. Tumepokea nchi mbalimbali, viongozi wao wa bunge, viongozi wao kwenye taasisi za sekta ya madini wanakuja nchini, na tunawaambia ambavyo tumejiratibu na tumejipanga kama serikali kuhakikisha kwamba tunaweza kupata mapato katika sekta ya madini. Sisi ndio tumeanzisha masoko ya madini kwenye maeneo yote ya nchi. Nchi yetu saizi ina zaidi ya masoko 42. Saizi mchimbaji mdogo, mchimbaji wa kati anapopata mazao yake anajua haende wapi akayauze. Hiyo inatusaidia kwanza kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato yake pasavyo, lakini inatusaidia kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanajua wakauze wapi, kwa kiasi gani, kwa shilingi ngapi kwa siku hiyo ya leo. Lakini pia inatusaidia sana lile swala lililosema la utoroshaji madini, kwa sababu wakati mwingine watu walikuwa wanapelekewa kutorosha madini au kutokujua waelekea wapi wanapokuwa na madini yao. Kwa hiyo kwa aina moja au nyingine ilikuwa inasababisha baadhi ya watu wanaweza kupita njia za uchochoro na kwenda kutafuta wateja. Lakini kupitia masoko tunahakikisha kwamba kila mmoja anaelekea katika uelekeo ambao ni sahihi na anauza, anapata kipato chake
na serikali inapata kipato chake na nchi inaweza kuinuka. Lakini sisi kama taifa tunayo task force ambayo pia inahakikisha kwamba watu wote walioko kwenye mnyororo wa sekta ya madini wanafanya kazi zao kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni zilizopo pamoja na miongozo yake. Mtu yoyote ambaye anakwenda kinyume na hapo anakutana na mkono wa sheria, kwanza jeshi la polisi, lakini anakutana na task force maalum ambayo inadhibiti utoroshaji na mwenendo mzima wa sekta ya madini hapa nchini. Lakini tumeweka mifumo ya kisera, ya kisheria, ya kikanuni ambayo inatoa utaratibu wote kutokea unapoanza kuchimba madini yako mpaka pale ambapo unakwenda kuyauza. Sisi ni taifa ambalo tumehakikisha kwamba tunaondoa vile vikwazo vya kitozo, vya kikodi, vya kiutendaji katika sekta ya madini ili kurahisisha ule biashara na uchimbaji wa madini hapa nchini unafanyika kwa urahisi na watu wote wanaweza kupata kipato chao, lakini taifa linaweza kupata mapato ambayo yanastahili. Lakini kikubwa tumeendelea kutoa elimu ya uzalendo. Hili ndio jambo pekee ambalo unaweza ukamudu binadamu na ukamdhibiti binadamu kupitia elimu na kumuelimisha umuhimu wake yeye kwenye taifa lake, lakini umuhimu wake yeye katika kuhakikisha kwamba taifa letu linapata mapato. Kwa hiyo elimu tumeendelea kuitoa kupitia maafisa madini kwa kila mkoa, kuwaelimisha wachimbaji wadogo, wachimbaji wa kati, wachimbaji wakubwa juu ya umuhimu wa kufuata taratibu, juu ya umuhimu wa kufuata sheria zilizopo ili wao wapate mapato yao na serikali ipate mapato yake. Haya mambo mengine yote niliyosema, task force, polisi, binadamu always ukimwekea hivi vitu ataangalia namna ambavyo atachenga ili asiweze kwenda kwenye biashara halali. Lakini sisi tunaamini kwamba kwa strategy ya elimu ya uzalendo, elimu ya uelewa sekta ya madini, tunaamini kwamba kwenye mwaka wa fedha unaokuja basi watu wote watajielekeza kwenye utaratibu na then serikali itaweza kupata mapato yake pasavyo na sisi kuweza kufikia lengo ambalo tumewekewa. Nchi yoyote ambayo imeendelea duniani, Afrika Mashariki, ni nchi ambayo imewekeza kwa watu wake. Sisi wachimbaji wadogo waliopo hapa nchini wanachangia takriban 40% ya mapato yote yale ambayo nimeyasema. Mwaka huu tumekusanya trilioni 1.36. 40% ya hiyo fedha imekusanywa na wachimbaji wadogo. Kwa hiyo kama serikali chini ya Mheshimiwa Rais, wizara chini ya Mheshimiwa Mavunde, tumeelekezwa kuhakikisha kwamba wachimbaji wazawa, wachimbaji wa ndani, wachimbaji wadogo wa taifa hili wanapewa kipaumbele, wanapata maeneo ya kuchimba yenye taarifa, wanapata masoko, wanapata mitaji, wanapata uwezeshi kwa ajili ya wao kuweza kufanya shughuli zao ipasavyo. Na sisi tumeishika hiyo kama ajenda, na utaona hivi karibuni Mheshimiwa Waziri Mavunde amefuta leseni ambazo haziendelezwi, ambazo zilikuwa zinakamatwa na makampuni makubwa, ambazo zilikuwa zinakamatwa na Watanzania ambao haziendelezi, ambazo zilikuwa zinakamatwa zingine na wachimbaji wadogo ambazo haziendelezi. Leseni hizo kama mlimsikia Mheshimiwa Waziri amesema tunaandaa utaratibu chini ya Wizara ya Madini na taasisi zake ambapo zitagawiwa kwa wachimbaji wadogo wa ndani, na maeneo hayo yatafanyiwa tafiti na taasisi yetu ya jiolojia, yatafanyiwa tafiti na taasisi yetu ya STAMICO ili kuhakikisha yale maeneo ambayo tunagawia wachimbaji wadogo basi yanakuwa na taarifa. Na mmeona juzi Mheshimiwa Waziri kazindua ile taarifa ya wachimbaji wadogo ambayo itawasaidia kupata mitaji, na kupitia haya maeneo ambayo yanafutwa na tunayatenga, na hiyo mitaji ambayo wataipata, basi wachimbaji wadogo wataweza kupata maeneo kufanyia kazi na wataweza kufaidika na rasilimali madini ambayo Mwenyezi Mungu kaiweka katika nchi yetu kwa manufaa ya wachimbaji wadogo, lakini kwa Watanzania wote kwa ujumla wake.